mnakaa vijana watu wanne kwenye chumba kimoja, vijana wa kiume. Dunia si mnaisikia sasa hivi ambavyo imeharibika. Hizi ni nondo za habari kutoka hapa Kemgongo TV, na anayekuletea habari hizi ni mimi Olivia Moses. Kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Tabora mkoa wa Tabora imesitisha huduma kwenye vituo vitatu vilivyobainiwa kuwakusanya na kuwatapeli vijana zaidi ya 100 kutoka maeneo mbalimbali nchini kwa kuwatoza fedha na kuwaingiza kwenye biashara za kimtandao ikiwemo uuzaji wa dawa lishe. Maelekezo hayo yametolewa na mwenyekiti wa kamati hiyo ambaye ndiye mkuu wa wilaya ya Tabora, Bi Upendo Wela, kufuatia operesheni iliyofanyika na kubaini kuwa baadhi ya vituo hivyo havijasajiliwa kwa mujibu wa sheria na kwamba biashara hizo sio za halali. DC Wela amesema kuwa vijana hao wamekuwa wakipigiwa simu na wamiliki wa vituo hivyo na kuhakikishiwa fursa za ajira, lakini wakifika eneo husika wanakuta tofauti na walivyoahidiwa, huku amewasisitiza vijana hao kuchangamkia fursa halali za ajira zinazotolewa na serikali. Sasa biashara ulio kwa nini mpigie simu? Kwa nini mpigie simu mtu anatoka zake Kagera huko wapi? Hata alikuwa hajui hili jambo. Haya, huyu maskini ya Mungu kaambiwa anakuja kufanya nini? Kutoa misaada kwenye hospitali. Hau ni msaada anakuja kutoa hospitali hapa. Mnatumia mpaka udanganyifu, maana mnawalaghai ili aweze kushawishika na yeye aje. Msifanye hivyo. Sisi mamlaka ya wilaya tutaki biashara kwenye eneo letu hapa, kwa sababu ni biashara inayoleta hatarishi kwa vijana wetu. Leo mnakaa vijana watu wanne kwenye chumba kimoja, vijana wa kiume. Dunia si mnaisikia sasa hivi ambavyo imeharibika. Mambo ya ulawiti yako huko. Sasa wao vijana wao wamezoea kulala nyumbani kwenu wanne. Mnalala wanne nyumbani hii. Ulikotoka nyumbani kwako mnalala chumba kimoja wanne. Sasa hapa wanakuja mnawafundisha tabia gani? Warudishieni 40 zao kwa sababu hawajasoma. Wale waliokuja siku mbili kwa mfano jana juzi hamna walichosoma. Warudishieni hela zao waondoke. Kwa sababu kwa hatua za awali tumebaini, wakati uchunguzi umefanyika umebainika hii shughuli mnaifanya hapa mnaifanya bila leseni. Hamna leseni ya kufanya mafunzo kuoperate hii shughuli hapa kwetu. Na hii ni mara ya pili. Mheshimiwa mkuu wa mkoa alishatoa maelekezo hapa. Walikuja mara ya kwanza wakakamatwa na wakaambiwa warudi wasije tena hapa, lakini wamerudi tena kinyemela. Katafuteni fursa zingine, fursa zipo vijana wangu. Halmashauri zinatoa mikopo kule. Jiungeni, kuna mmoja nimemuuliza hapa ananiambia amesoma business administration. Tafuta vijana wenzako 5, jiunge nao. Mama Samia anatoa mikopo hii, si mnapata taarifa? Halmashauri zinatoa hizi fedha zipo. Kwa upande wake mganga mkuu wa wilaya ya Tabora, Dr. Shani Mdamu, amesema kuwa dawa hizo ambazo zimekuwa zikiuzwa na vituo hivyo havijathibitishwa na mamlaka husika na kwamba hazitakiwi kuuzwa na hazifai kwa matumizi ya binadamu. Madhara yanaweza kupata madhara makubwa kwa sababu zile dawa ni dawa ambazo hazina ithibati. Kwa hiyo na ambao wanauza sio wataalamu na hatujui viwanda vilivyotengeneza hizo dawa. Kimsingi haziruhusiwi kuuzwa katika manispaa au katika nchi yetu, lakini wenyewe walikuwa wanaziuza. Kwa hiyo maelekezo na Mheshimiwa DC ni kuacha mara moja na kurudi sehemu ambako wametoka. Naye mmoja wa vijana waliokuwa wakipewa mafunzo katika vituo hivyo, Amos Gerard, amesema wamekuwa wakipigiwa simu na kuambiwa kuwa kwa kununua bidhaa moja wanapatiwa fursa ya kujiunga na mfumo wa biashara unaowataka kuwashirikisha watu wengine zaidi, hali inayodaiwa kuwa ni utapeli. Niliweza kutoka mkoani mpaka kuweza kufika hapa ni kutokana na matatizo ambayo niliweza kuwa nayo. Kwa baada ya kuweza kufuatilizia kimtandaoni na kuweza kujua kwamba hii ni kampuni inazalisha au ina bidhaa ambazo zinaweza kunitibu mimi matatizo yangu, ndio chanzo cha kuweza kunifanya mimi mpaka nikatoka huko mkoani mpaka na kufika hapa Tabora. Mpango wa kibiashara kwamba unakuja kama unanunua bidhaa yako moja, baada ya kununua bidhaa yako moja, lazima utapewa nafasi ya kuweza kushirikisha marafiki zako wawili kushoto na kulia. Baada ya kushirikisha marafiki zako wawili unaweza ukalipwa kiasi cha $200. Kwa wingi wa habari hizi na nyingine nyingi tembelea hapa Kemgongo TV. Mpaka wakati mwingine, asante. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.